Wakati wa Jemi kupitia kiongozi wao mkuu Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran, wakiwa na wasiwasi dhidi ya Marekani kutokana na kauli ambazo zimetolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambazo ni za vitisho katika barua aliyoituma kwa Iran. Mjumbe wa Washington katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff anadai kwamba rais wa Marekani Donald Trump anajaribu kujenga imani na Iran ili kuepusha mzozo wa kivita. Mjumbe huyo wa Mashariki ya Kati bwana Steve Witkoff mnamo Machi 7 amesema kwamba Trump alituma barua kwa kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akitaka kuanzishwa tena kwa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, lakini wa Iran wamekuwa na wasiwasi mkubwa dhidi ya rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump, huku wakirejelea mwaka 2015 baada ya kusainiwa kwa mkataba wa JCPOA ambao baadaye rais wa Marekani bwana Donald Trump alikuja kujiondoa, na kwa mujibu wa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei wa Iran ni kwamba hawezi tena kuketi meza moja kufanya mazungumzo na kiongozi huyo wa Marekani kutokana na kwamba awamu ya kwanza alijitoa, na wakati huu ni kama vile ni kucheza mchezo wa kitoto, huenda baadaye tena akajitoa, na ndio maana wakati huu anadai kwamba hawawezi tena kukaa meza moja na rais huyo wa Marekani kwa ajili ya kufanya mazungumzo. Bwana Witkoff anasema kwamba katika barua aliyoituma rais wa Marekani bwana Donald Trump aliandika hivi: "Mimi ni rais wa amani, hilo ndilo ninalotaka. Hakuna sababu ya sisi kufanya hivi kijeshi. Tunapaswa kuzungumza." Witkoff alimwambia mchambuzi wa siasa za mrengo wa kulia Tucker Carlson kupitia The National, ambayo ndio imeripoti habari hizi. Ayatollah Ali Khamenei katika hotuba yake ya televisheni mnamo siku ya Ijumaa alisema Wamarekani wanapaswa kujua vitisho havitawafikisha popote wanapokabiliana na Iran. Witkoff aliongeza kuwa Marekani inaendelea na majadiliano na Iran kupitia njia za nyuma, kupitia nchi nyingi na njia nyingi. Trump yuko wazi kwa fursa ya kusafisha yote na Iran, ambapo wanarudi ulimwenguni na kuwa taifa kubwa kwa mara nyingine. Anataka kujenga imani nao, alisema Witkoff. Katika mhula wake wa kwanza wa urais, Trump aliachana na makubaliano ya nyuklia ya kimataifa ya Iran mwaka 2018, ingawa makubaliano hayo yaliidhinishwa kwa azimio nambari 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Makubaliano ya nyuklia yanayoitwa rasmi mpango kamili wa pamoja wa utekelezaji JCPOA yalikuwa yakifanya kazi kwa ufanisi. Wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA, wakala wa nyuklia wa Umoja wa Mataifa, walithibitisha kuwa Iran inatii kikamilifu masharti ya makubaliano hayo, licha ya kwamba Marekani kupitia bwana Donald Trump walijitoa katika mpango huo. Jake Sullivan ambaye aliwahi kuwa mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Joe Biden aliwahi kusema kwamba Trump aliachana na mpango huo kwa sababu ulitiwa saini na utawala wa Barack Obama. Mkataba huo uliotiwa saini kati ya Iran, wanachama watano wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya ulifanya ukaguzi mgumu zaidi kwenye mpango wa nyuklia wa Iran. Chini ya makubaliano hayo, Iran ilikubali kuweka mipaka katika shughuli zake za nyuklia badala ya kusitishwa kwa vikwazo vya kiuchumi na kifedha, hata baada ya utawala wa Trump kujiondoa katika makubaliano hayo. Iran ilibakia kujitolea kikamilifu kwa makubaliano hayo kwa mwaka mzima, walakini kwa kuona hakuna hatua ya pande za Ulaya kufidia vikwazo vya Marekani, na ilianza kuinua hatua kwa hatua shughuli zake za kinyuklia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.